Huenda ikawa ni njozi mbaya zaidi kwa goalkeeper Pinpin Kamara kutokana na yale ambayo anazidi kuyafanya kwa muendelezo, makosa ya kujirudia, makosa yasiyosawazishika. Watu wanashindwa kuelewa, je, ni makocha wa magolikipa ndo wanatakiwa kubeba lawama hizi au ni mchezaji pekee kutokana na vitu ambavyo anavifanya uwanjani havifundishiki anatakiwa kubeba lawama zake peke yake? Ili amelifanya katika mechi ya dabi ya Kariakoo na kumzawadia Maxim pia Nzengeli mpira uliokuwa ukitoka akaurejesha uwanjani na watu wakaeka kambani dakika za usiku kabisa. Mechi ikaisha kwa goli 1-0. Mechi ya jana ya fainali ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF dhidi ya RS Berkane, kipa Pinpin Kamara alikwenda kurejesha mpira uwanjani aliyekuwa yeye hayupo golini, hali iliyozua taharuki kwa baadhi ya mashabiki na wapenzi wa mpira na kujiuliza goalkeeper wa level zake anawezaje kufanya matukio ya ajabu kama yale. Mechi ya fainali, mechi ya maamuzi, Simba wanahitaji kupata magoli ili waweze kubeba ubingwa. Goalkeeper anayemtegemea namba 1 anaenda kufanya makosa ya kizembe anayogharimu timu. Almanusura waadhibiwa kutokana na ujinga aliofanya. Goli la kusawazisha la RS Berkane, moja kwa moja lawama zinakwenda kwa goalkeeper kwa sababu mpira wakati unapigwa alikuwa out of the position, hakuwa katika nafasi ya goalkeeper. Mpira unapigwa, yeye yupo katika position moja na mabeki wake mpaka arudi. Striker wa RS Berkane ashaweka mpira kimiani, impossible yengo, goalkeeper yoyote huwezi kumfunga. Hapa sasa ndo naamini mapenzi ya viongozi na maamuzi yao huwa yanaweza kuigharimu timu au kusababisha timu iendelee vizuri. Aishi Manula niliiona nafasi yake kwenye mechi zote mbili za fainali ya klabu bingwa barani Afrika, fainali ambayo ilikuwa iko mikononi mwa Simba. Simba wameamua kuitupa wenyewe kwa mikono yao wenyewe. Goalkeeper Pinpin Kamara awe ni mtu wa kujifunza na kukubali maelekezo. Ngoma Almanusura ampasue makofi hiyo siku ya jana kutokana na ujinga aliofanya. Inasikitisha sana kuona wengine wanapambana ila kuna mmoja anapambana zaidi kutaka kuifelisha klabu, hali ambayo ilimkasirisha Fabrice Ngoma na kuhitaji kumpasua makofi mara baada ya kumpa maelekezo na kuona bwana mdogo analeta dharau. Watu wanalitaka kombe, wewe unaleta utoto na ujinga wa kuhitaji kujifananisha na Djigui Diarra, hali ya kuwa footwork yake ni mbovu kupindukia, sio mzuri kabisa miguuni, control mbovu, anahitaji kufanya mambo yakionana. Onana mwenzie footwork iko vizuri, ni makosa tu madogo madogo yanamgharimu. Hivyo kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.